Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tunaendelea kukufahamisha mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amesema hatavumilia ucheleweshaji wowote kutoka kwa Hamas kuhusu makubaliano ya amani na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia hatua ya kusuasua ya Hamas ya kutoa onyo ya kufuta kila kitu iwapo wataendelea kujikokota. Ninashukuru kwamba Israel imesimamisha kwa muda mashambulizi ya mabomu ili kutoa nafasi ya kuachiliwa kwa mateka na mpango wa amani kukamilishwa, amesema kwenye chapisho katika jukwaa lake la Truth Social. Hamas lazima ichukue hatua kwa haraka ipasavyo, la sivyo kila kitu kifutwe, ameongeza rais wa Marekani bwana Donald Trump. Ameeleza zaidi akisema hatovumilia ucheleweshaji wowote, jambo ambalo wengi wanadhani litatokea au matokeo yoyote ambayo Gaza itajitokeza kama tishio tena. Ameendelea, tumalize hili haraka. Hata hivyo, inadaiwa kwamba mazungumzo ya makubaliano kati ya Israel na Hamas yanatarajiwa kurejelewa nchini Misri katika siku zijazo baada ya kundi hilo kukubali kuachilia mateka wote waliosalia, lakini limesema linataka mazungumzo zaidi kuhusu masuala mengine. Hamas imesema itaweka chini silaha na ipo tayari kwa ajili ya hilo, lakini kutokana na kwamba ilikuwa chini ya shinikizo kubwa kukubali angalau baadhi ya vipengele vya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza, na hivi ndivyo walivyofanya. Lakini mambo muhimu labda hayajafikiwa, ikiwa ni pamoja na kundi hilo kuachana na silaha, sharti ili wanajeshi wa Israel waondoke Gaza, na hakikisho la kwamba Israel haitaanzisha tena vita baada ya mateka kuachiliwa. Katika mji wa Gaza kumekuwa na mashambulizi ya anga licha ya wito wa Trump kwa Israel wa kusitisha mapigano katika eneo hilo. Rais Trump amehusika kibinafsi katika mazungumzo hayo na anatoa shinikizo kwa vita hivyo kumalizika. Hatua kubwa imepigwa katika mpango wa Trump, lakini hili silo hakikisho kwamba makubaliano yamefikiwa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.